hiyo nguvu, hiyo moto itoke ndani yetu. Hallelujah. And the people experience it until they reach a point and say, surely there is a God in heaven. Bwana sifiwe. Unajua saa ingine Mungu akikupatia encounter, kile kinafuatilianga after encounter si kitu kizuri. Bwana sifiwe. After encounter with God, mambo ile inafuatilianga ni mambo mazito. Mwadhani ya gosho. Kwa hivyo ukishindwa na kuelewa siri, mundu ni guteateaga maguta. And let me tell you something. Gutire kindu kiruo ta gute maguta mabere. Bwana sifiwe. Kuipata tena utangangana na nani? Na Mungu. Utangangana na Mungu. Blessed be the name of the Lord. Na andu aria matete maguta ni matomaga kuruo bara kanitha. Wanakuaga na vita. Ya Bwana sifiwe. Wanakuanga na vita ndani yao. Bwana sifiwe. Na hiyo ndio kwanza unaona Saul na David, vita yao ilitoka mafuta tu. Bwana sifiwe. Ilitoka kwa sababu Saul ameachana na mafuta ya Mungu. Naye David ameishika, amefuatilia, mpaka watu wameanza kunotice ako na Mungu. Amen. Si Bwana atusaidie. Tusipoteze mafuta. God gives us an encounter and guard the anointing. Hallelujah. Guard the encounter. Amen. Blessed be the name of the Lord. Guard the encounter. Mambo ikitokezea mazito, guard the encounter. Sio kwa sababu kusema ya kwamba ati Mungu amekupatia mafuta sasa uko sawa. Hapana. Mambo itakuwa mazito, guard the encounter. Hata wale wamepoteza mafuta wananiambia ni mambo kuwa mazito. Lakini mimi ninakuulizaje, ukipoteza mafuta mambo inakuwaga simple sababu umepoteza. Ulipoteza ufanye revenge. Bwana sifiwe. Lakini iliharibu zaidi. So afadhali guard mafuta. Umenyerere maguta magai mwadhani ya gosho. I would rather be in pain na ni guard mafuta ya Bwana. Blessed be the name of the Lord. So tunasema nini? Ya kwamba hearing God is very important. Na itakuja when he gives you an encounter. Mwadhani ya gosho. And I think you can see the process. Number 1 ni kunyang'anya shetani nini? Our gates. Ndio zikae open, isn't it? Then number 2 ni kutafuta Bwana. Have time with God until you hear God. When you hear God, make sure you guard the anointing. Blessed be the name of the living God. Kwa sababu shetani anatakanga nini? Anatakanga tukose kusikia Mungu, diposa tusikiange mambo venye anataka tusikie. Bwana sifiwe. You see, when God speaks, gayedaga aria, we take action. But the devil wants that when God speaks, you misunderstand that. Na watu wengi Mungu anaongea, they misunderstand. Now, not only even God, even somebody can tell you something, nikwambie kitu, then you misunderstand. Bwana sifiwe. And I know there is a lady who misunderstood me. Na akakuja akaniambia, kwa nini uliniambia hivi? Bwana sifiwe. Alinipata kwa ofisi akaniambia, wakati ulikuwa unaniombea pastor, kwa nini uliniambia hivi? I was like, okay. Bwana sifiwe. So what was the problem? The devil alifanya akose kuelewa venye ninasema. Bwana sifiwe sana. She was not able to understand what I am saying because the gates are taken. And then hautaweza kujisaidia. Kwa drali ya maodo ma nigetha moe serious ere mwaka uyu. Bwana sifiwe. I don't want to tell somebody you will remember me. Bwana sifiwe. But in the process of the year, you will remember this sermon. Utakubuka sermon hii kwa mambo ile itakuwa. So guard yourself early. Amen.
Na wacha niwaambie kanisa, mtu hapiganagi vita wakati imeingia. You fight the battle before. You see, you fight the battle before the enemy attacks. Hallelujah. In fact, most of the problems zile tunapitia, mashida ile tunapitia, ni kwa sababu the devil already has attacked. So unajua what you are doing, unajaribu kufanya nini? Unajaribu kuondoa shetani ambaye already ako. Na kama ungepigana mbele umzuie kuingia, it would be different. Bwana sifiwe sana. Blessed be the name of the Lord. So this year, naomba Bwana atusaidie sana. Tutikariganirwa. Najua venye Mungu alikuwa anaambia Waisraeli, na mutikanariganirwa nenie. Bwana sifiwe. Mara mingi Mungu alikuwa anawaambia, I never forget, mutikanariganirwa nenie. And I tell you the truth, they would forget the next minute. Bwana sifiwe. Ukiona Mungu akisema mara mingi, na usiwahi sahau mimi, usiwahi sahau nimekuambia kitu, ni kwa sababu there is a likelihood ya wewe kumsahau. Bwana sifiwe. Mimi naomba Bwana atusaidie this year. Hallelujah. We manifest God. Let the world know we have a God. Amen. There is a God in heaven. Bwana sifiwe. Leo nilikuwa ninashekeshwa na my friend. So it was like that. Ni wao na yeye, na mume wake ni wa hiyo. Kamwambia, we thiko isiwe na Ngai munene. Urashiria nikiakite. There is something she did that made them feel her God. Experience her God. And they said, wow, you have a God. This is what we are talking about. You have a God. Let them people know we have a God. Bwana sifiwe. Juzi nilipaka gari pahali. When I was coming kuitoa, nikapata mwanaume amenifungia. Na nikatoka gari nikamwambia, dereda ujehererie gari ino. Kumkaribia kaniuliza, kawa koragwo ri, who are you? And I ask why? Bona unakuja kwangu nasikia kitu kinanisukuma lazima nikuondolee gari. Kayo koragwo naki. Namwambia, I have a great God. Bwana sifiwe. So we need to manifest this God. Let people see God in us. Hey, hallelujah. So tunasema nini? Hiyo nguvu, hiyo moto itoke ndani yetu. Hallelujah. And the people experience it until they reach a point and say, surely there is a God in heaven. Bwana sifiwe. Hallelujah. Kwa hivyo wale wanaume mko hapa, let those men know that we have a God who has power. Let them experience the power of God. Wasitutishe. Bwana sifiwe. Tusikubali watutishe, kwa sababu wameamua kila mtu abudu miungu yao. You know, when Jesus was in the world, Yesu alikuja. Ado matiamenyaga Yesu no. They did not know who Jesus was. But the demons knew who he was. And they were saying, this is the man of God. You are a son of God. They knew. So demons know the spiritual realm. Zinajuaga mipango. Dio nikisifuruga saa ingine zinaniambiaga tulikuwa tumepanga hivi. Hey, hallelujah. But I'm saying, let people know that we have a God. So tunangangana na Mungu ndio we manifest God from within. From within our spirit. Let you pray, usiombe maombi ya kawaida. Washa uombe hata kama ni dakika kidogo. Nilienda mkutano wa washugaji. Mimi nimenyamaza tu. Nikienda mikutano kama hiyo hata huwezi ukasema naongeanga. Na nyamazaga na ninakaa bali. Bwana sifiwe. So mtu mmoja akaniambia, wewe si uobeshe. Kuja uobeshe. Na niliomba second moja kwa sababu niliombea shai.
Hey, nikitoka kuna pastor waliniuliza, hai, wewe ni nini? Unaomba kidogo tu lakini niko na mafuta. Why? It's within me. Amen. Even when you speak something ordinary, unasikika una mafuta. And this is what you make a difference, church. No mohaka, this is what you make a difference. Kuko tunangangana na Mungu. Blessed be the name of the Lord. Lakini sio kuigiliwa na mashetani. Sio kuigiliwa na mapepo. No ni kumenya Ngai yoyo. Amen. Kwa hivyo tunasema this year ni mwaka wa Ngai. Blessed be the name of the living God. Diposa tuweze kuinua kanisa. Tumedharauliwa sana. Being mocked. Kuigiriwa, kuonewa. Bwana sifiwe. Ati mtu akisema ameokoka hata haonekani kama ni kitu. Siku hizi mtu akiokoka anaonekana kama you have made the greatest sin. Kwa sababu umeingia. Blessed may the Lord help us. Mwadhani ya washo. So, one of the most effective ways of, Satan controlling our lives ni kushika the gates. Bwana sifiwe. He will control us. And it is very effective. Na nilisema ni kwa sababu anajua usipofungua mlango Mungu hawezi akaingia. This is the Bible says, I am standing at the door, open, knocking, open. So Jesus Christ is a gentleman. He does not force himself to you. He does not force himself to us. He wants us. Yani tumkaribishe, tumwambie aingie. Madhani ya gosho. Na tukimwambia aingie ataingia. He will come. Likewise the devil is normally invited. Bwana sifiwe. Si Bwana tusaidie sana. Hiyo ni jambo moja nilinifanya niamue I don't do men counseling unless my husband is there. If my husband is not there, I don't do you counseling. Bwana sifiwe sana. Nilinyamaza tu. Lakini nikafikiria nitafanya nini. So he invited the devil in his life. And he had power. Hey, Bwana sifiwe. Madhani ya roho. So God needs to be invited. Not that I didn't have the power, but I remember I'm also a professional counselor. I am also a professional counselor. Bwana sifiwe sana. Not that I didn't have the power, Bwana tusaidie sana. Lakini after nilirudi tuliongea, nilikubali tuongee hiyo. Bwana sifiwe. But by the end of the day, alikuwa ameniambia sasa nitafuata Mungu. I don't know whether he followed God because mambo ilikuwa mazito katika maisha yake. So what I'm trying to say is God is invited. He does not just come. Madhani ya gosho. Mungu anatakanga kuitwa. Ngai niendaga gwitwo. Madhani ya gosho. Na Ngai endaga gwitwo with knowledge and understanding. Do you get it? We don't just call God, but you call God with knowledge and understanding. Bwana sifiwe. Kwa sababu nikore maondo na diposa huwa tukifundisha mambo haya. Kuna mambo mtu huwa anapitia inaweza kuzuia wewe kusikia God. You see, this year we are saying we shall hear God. But don't be ignorant ya kwamba kuna mambo inaweza kuzuia wewe kusikia Mungu hata ukitakanga. Bwana sifiwe. So mambo kama haya mundu endaga age na knowledge and understanding. Blessed be the name of the Lord. Because maybe you come from a family of evil foundation. I like touching these things. Maybe you have come from a family with the evil altars. Bwana sifiwe. And maybe you have come from a family that waganga wa uko wanasemanga goko gotikahonokwo. Na watu wanasemanga these things do not work, but they work. That's why the Bible says
And this scripture, I like reading it as many times as possible. Isaiah 51 and verse 1. You see, God says, consider the rock. The quarry. That is where you are born. Family cianyu ni kware, and the rock ni riria wachuhirio, kuria waciarirwo. Do you get it? Bwana sifiwe. Kwa sababu maybe they put you into covenant with the enemy. So when you are in covenant with the enemy, you will hear more of the devil. So when you want to go deep in the things of God, mashetani inakuja. Ukifikiria unataka kuingia katika fasting, mashetani inakuja. Bwana sifiwe. Kuna mama mmoja ameitwa, kazi yake ni ya kuponya viwete na kuponya wenda wazimu. Bwana sifiwe. Lakini nini namzuia? Kwa sababu wakati siku moja nilimwekelea mikono nikamuombea, zikaniambia, kwa nini unataka afanyie Mungu kazi na kwetu gwito gutitugatagirwo Ngai uyu wanyu? Naliuliza, wewe ni nani? Na niambia, mimi ni shosho, na mimi kwangu ndoigire gutikare honokio. Kwa nini unataka afanyie Mungu? Sasa mtu kama huyo, Bwana sifiwe, hata kama umeitiwa mwito mkubwa, what you need to do first is disconnect yourself with where you have come from. Destroy the evil altars. Declare you don't belong to that family. Na nekuwa murenda gutucokia thuri ya kiama. You want us to worship the God of your forefathers. We shall not worship him. We shall never worship an idol God. You may not like him. They may not love him. We don't care. Worship your God. But don't force us to worship an idol God. We shall not. Neither shall we force them to worship our God. They can stay if they don't want. Hey, Bwana sifiwe. Kama wanataka kuabudu Mungu wa Kirinyaga wa muabudu, na hivyo tuikatu worship Ngai witu, tukae paralelo. Bwana sifiwe. Hallelujah. So turoiga atiriri, mwaka uyu maundu macio ndukama igino. Don't ignore them. Kama unajua kwa hakika madhabahu ya kwenu haujaiweka chini, tafadhali don't ignore this year. Because that's the door that the devil will use to put you down. Are we together? That's the same door the devil will use you to put down. This year is a battle of deities, Pastor Monica. It's a battle of deities. Deities, you don't fight them with your own power. It's a battle of deities. Hey, hallelujah. Kwa sababu madeite ya ulimwengu wa giza inataka kujidhihirisha, inataka kuingilia kanisa, inataka kuagusha kanisa ndio waonekane. Bwana sifiwe. Si Bwana atusaidie sana. Letore agaire girogosho. Bwana tusaidie sana. Kwa hivyo ni kumaanisha mwaka uyu ti wa ithero. Ni kore hede yake ya ithero na kahede meroka. Bwana sifiwe. Kwa hivyo tunasema nona waria mukuigwa githomo giki and you take charge, my God, it will be the best year for you. By the end of year 2021, you'll be looking and see, wow, this is where I have come from. These are the battles I have overcome. Remember, there is the grace this year. There is the grace. So you don't need to be afraid. All what you need to do is stand firm and do what is necessary. Don't ignore the spiritual law. You will not overcome this battle if you don't understand the spiritual law. So understand the spiritual law. And this is why I'm saying, build a spiritual hedge for the spiritual gates. Amen. Na mtu akue alert, be alert. Be alert continuously. Usilale kiroho. Don't sleep. Bwana sifiwe. We have many classes we are open. We have a new class. By the way, morning and evening.
Sasa yule mtu atapotea ni kupenda kwa sisi. Hatutaulizwa damu ya mtu, kwa sababu hakuna mambo ya pap hapo. Amen. Hakuna hiyo. Amen. So wewe fuatilia, join the class that you want. Many people ask, why do you take them to classes? Why don't you just cast out the devils? Sometimes I fail to answer, because those are people who lack the knowledge. The Bible talks of skills. Madhani ya gosho. Yani uwe na knowledge and the skill of the things of God. Bwana sifiwe. Ukisema ni kushida huku ukifukuza mapepo bila kufundisha watu neno, utaishi kasi ya kufukuza mapepo. Almost kila mtu amejawa na mapepo, watu wale wako na mashida. Utaishi hapa kutoa mapepo? Kwani tumeitwa tumeitwa kufukuza mapepo ama kuhubiri? Amen. We've been called to preach the word. In the process, we realize the devils need to be casted out. So that's why we teach even in classes. Because we want to teach you, why did the devil come inside you? Ndio tukimtoa asirudie hiyo mlango. Kama hii ninafundisha, it's one of the topic, lakini nafundisha vizuri kwa leo sifundishi kama class, isn't it? Sifundishi fenye nafundishaga class. But in class nitaitoa vizuri paka niwapeleke deliverance. Kufungua hiyo milango, nafikiria ni kusema Mungu nifungue hiyo milango ambayo imeshikwa na the strongholds. Do you remember we talked about the gate taking siege? The strongholds, my devils. Nakwambia hiyo ni deliverance kali, my friend. Tuhamwe? Ni deliverance kali. Bwana sifiwe. Na kama kuna laini nimeobea watu ikakuwa kali, ni hiyo. Kunyang'anya shetani the spiritual gates. He knows the secret. When he captures the gate, your life cannot be good. Wewe na Mungu akitaka kukubariki, Mungu hatakubariki. Amen. God was telling me that this is a very good year, kwa sababu wale watatafuta Mungu, mapesa iko on the way. Lakini si kutoka kwa biguni yaguke. Najua venye mmesema amen. Ni kama ni kama Bwana atatoa pesa. Unajua twenda gogwo, twero Ngai ni akurehe pesa sioke. Utire go igweko. Akujawahi kusikika. But there will be breakthrough of finances. Kwa hivyo ni kumaanisha nini? Ukama if you get the wealth. Yesterday we talked about the wealth. If your wealth of finance has been captured, if the gate imefungwa, those finances itakujia wapi? They come through the spiritual gates and then they manifest in the physical. If the gates are closed, you miss out the blessings of the year. So ni lazima, ndio mtu anatakaga ajue siri za ufalme wa mbinguni. Bwana sifiwe. Nikatho menyo ule mundu ekaga. Bwana sifiwe. Kwa sababu, for example, umenyang'anywa utajiri na mganga kwa sababu ulijipeleka ama ukapelekwa na ukanyang'anywa pesa. That person, hata tukishida hapa tukiashiria mafuta ya pesa, my goodness, the men who are supposed to bring the wealth of the nation, they have no way. They don't bring physically, they bring spiritually. Life is spiritual, it's not physical. Amen. Bwana sifiwe. Sasa angalia kama wewe unaotanga ukiokota macoins. Bwana sifiwe. Hiyo ni poverty ya hali ya juu. Bwana sifiwe. Umenyang'anywa utajiri. Na ukinyang'anywa utajiri na mganga, paka you break that thing. Paka umnyang'anye tena pesa yako, you cannot be blessed. You will never be blessed because God himself, Bwana sifiwe, is a God of covenant and he respects the covenants. Bwana sifiwe. So if you covenanted your money with the devil, unless you break the covenant, Mungu atasikia
ajererie guka no kade kuhota kuingira. Bwana tusaidie sana. Ya wacha tusome Isaiah 61. Isaiah 61 inasema, the Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to preach the good news to the meek. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to those who are bound. Bwana sifiwe. That is the work of the Holy Spirit. Na ndio kazi ile Roho wa Mungu anataka tufanye. Hiyo ndio kazi ile Yesu alifanya. And that is why it is repeated in the book of Luke. It's Jesus Christ who read that scripture in the book of Luke. And that is the work that Jesus Christ was doing. Amen. So when he went to heaven, aliashia the disciples. Then the disciples also bequeathed to us. Kwa hivyo ni kumaanisha hii ni kazi ile tunahitaji kufanya. Na kuna watu wengi wameitwa kufanya hiyo kazi. But because the gates are closed, wanywa maguta maya todoga inua kuhe maguta maya. Ukianza kufanya hiyo kazi unasikia umegongwa. Ukifanya kazi ya Mungu siku anytime you will do the work of God, then you are attacked. Bwana sifiwe. Do something is not right. Something is not right. We are not supposed to be attacked. It's not everybody who preach the gospel and is attacked. Maybe they were attacked before. But as they grow, as they go deep in the things of God, knowing the secret, makaumano na mashukani. So nikutora paralelo, we have nani de haha. I will preach the gospel when the devils are there or they are not. Bwana sifiwe. Without being attacked. Hallelujah. Go to preach, destroy the witchcraft. Na wachai wa uko. Tuonana hivyo tu paralelo. Wanicheki tu hivyo. Wajikie lidho. Because they have no ability to attack me. Bwana sifiwe. Hapo ndipo tunataka kufika. Where we shall not be attacked by the devil kwa sababu ya kuhubiri. Where we shall not be attacked by the devil. Ukiona umeatakiwa na devil, kuna boundary umefika haujaondoa. Amen. Hata ukiona kwenu mnajengaga nyumba watu mtu akiingia na kufa. That's a boundary mumewekewa na mashetani. You are not supposed to build a house. Mapepo ikuue, usiingie. Tuwe hamwe. Blessed be the name of the Lord. Haufai kuolewa ufanye harusi mume akufe within 2 or 3 months. Something is not right. Bwana asifiwe. Gaida totunyokagia nyama ikanua. Bwana asifiwe. Mapepo ndio niyo totunyokagia nyama ile kanua. So we need to know the secret. Na diposa watu wengi wameshukia Mungu. Hawapendi Mungu because they don't know the secret. They don't know that life is spiritual. The kingdom of the enemy understands better than us. Na matikararagia akiingia kwa mganga aitishwe kile ameitishwa, no bargain, na ni lazima atapeleka. Lakini wakiingia kwa nyumba ya Bwana, the devil tells them, hey, murari hiyo mahoya niki, munalipishwa maombi, munahitaji kuombewa bure. You've been given freely give. What is free is only salvation. Bwana sifiwe. You receive the salvation freely. Lakini hata ku maintain salvation, you pay the cost. Hallelujah. You pay the cost. Hata ku maintain mafuta, you pay the cost. Let people understand the kingdom principle. Let people understand the spiritual law. And that is a secret. Hallelujah. But the issue is the sacrifice must be accepted by God. Tusifanye kama turahana tarika iturahaka. We don't bribe God. He owns 1,000 cattle on a hill. He is the owner of silver and gold. But that's a platform he has given us
That's a kingdom principle. And when it is a kingdom principle, even if you fight or question about it, it shall remain. Ah, hallelujah. Blessed be the name of the Lord. So the Spirit of God is here to anoint us to preach the good news, to anoint us for the next level, to anoint us to do exploits for God, to anoint us this year tukadhihirishe Bwana. Dunia ikajue kuna Mungu wa mbinguni, ikaelewe kuna Mungu, ikamuone, na ni sisi tutafanya Mungu aonekane. Bwana asifiwe. Tusimame kwa miguu yetu.